Hapa ndipo waporaji hawa wanapata nafasi ya kuwalaghai wa Kenya. Tumekuwa tukiwafuatilia kwa muda sasa, na hapa kamari ikichezwa, anayecheza hajui analaghaiwa. Manzi atekonyara. Wawili watatu ndio wabaki. Ukinipatia tiketi ya kwako ya 200, ukinipatia tiketi ya kwako ya 200 itakuwa multiplied by 100, hiyo itakuwa ni 20,000. Wanazima sauti ya filamu inayoendelea na kuwataka Wakenya kucheza kwa kutumia nambari ya till number na kuelezwa watashinda maelfu ya pesa. Wakenya wanaingia kwa mtego huu. Majina mengi yanatajwa hewani na watu ambao wanacheza. Baadhi wanatangazwa washindi wa shilingi 5,000 hadi shilingi 200,000. Kuna mtu anaitwa Felix Onyango Odhiambo tiketi ya 50, Shamora tiketi ya 150, na mtu anaitwa Happy. Inaonekana wanajua waziwazi kuwa wanawaibia Wakenya na hata kuwacheka wakiwaibia. Yani usisubiri sana. Ndio mtu anamaliza ni introduce. Akimaliza, si amemaliza ameondoka. Unawapatia kama 10 minutes kuingia. Kuambia sasa ndio time ya kupiga bili za pesa. Ino masaa ya wazito. Ya wazito. Yaani hiyo ni wizi ninakufunza. Masaa ya kuchukua dogo. Hiyo ni wizi ninakufunza hivyo. Ni dhahiri kuwa wanajua wanachokifanya. Masaa ya kuchukua dogo. Hiyo ni wizi ninakufunza hivyo. But tunaweza kwa time sana. Hapo hiyo demo yako wewe. Ninamwambia wakati mimi nilikuwa ninaogopa nitakombai zote. Mkufunzi wao mkuu si mwingine bali ni Nabii David Maina, ambaye kutoka kinywani mwake anarekodiwa akiwaeleza wafanyakazi wake wasioneshe nyuso zao kwenye televisheni, kwani wanaendesha utapeli. Kuna wakati tafika kuachana mambo ya standard. Ndio kama tuko na show zingine za gospel, show zingine za nyimbo vitu kama hizo. Maana anajua saa nyingine tulizo unazaingia kwa show mtu atoe 1,300. Na ni hapa. Ni kweli. Ni wa junction. Ukienda kufanya shopping hapo kwa duka anakwambia habari yako mzuri. Sio ulikuwa kwa TV jana. Areza ala baita watu kuja muone. Ni huyu mwenye odoni kusema tunasema. Lakini si hilo tu. Anaelezea waziwazi jinsi amewatapeli wa Kenya kupitia runinga zake. Tupunguze upande wa maybe producer, tupungue. That's what I want. Tupunguze the number kabisa ili kwamba most of the team wale wakuwe presenters. Na ukienda kule ujitu uzeni ufanye show tuleteni 300. Ndio umetuangusha kidogo. Na mimi napambana dhuru kwa sababu the means ya kama hizo zote ziende national. Kwa kucheza mchezo huu wa kamari kwenye televisheni zake, huenda ukafikiria kwamba ni hela kidogo wa Kenya wanaibiwa, ila mwenyewe Nabii David Maina wiki chache zilizopita akiwazungumzia wafanyakazi wake anakiri kuwa yeye hupata mamia ya maelfu ya pesa kufikia mamilioni ya pesa kila siku kwa kuwatapeli wa Kenya. Ile station can perform. Ile TV moja perform hapa kuliko zote ndivyo. Hapana, ina single hapo. Mimi niko na memory ya kila TV. Mimi najua the TV ambayo ile perform the best kuliko TV zote siku moja. Ni gani? Madhabahuan Signet. Ili perform the highest kuliko TV zote in a single day. Ilikuwa ni Emmanuel na Charles. Mmoja aliingia akapata 300 na kitu, mwingine akapata 400 na kitu. Hiyo TV in a single day ilipata shilingi 1,000 in a single day. Ni utapeli unaoghadhabisha na kutamausha, kwani anathibitisha kuwa amewaibia maelfu ya Wakenya kwa jina la Mungu bila kujali. Jinsi anapoendelea kuzungumza ndivyo uvundo wa wizi unaongezeka kunuka. December, we used to get 600,000 per day. Compulsory almost every day. Sasa karibu nikaanza kuona na hii 6 zimekaa sana hapa sipane kidogo. Maana it was normal. Nikabidi tunaweza pata 300. Ilikuwa normal. Kupata 600 ni normal. Ni kitu cha kawaida. So, tukirudisha hiyo norm, then things are going to be better. Anadhihirisha kuwa utajiri alionao ni kutokana na kuwapora wa Kenya waziwazi. Nabii wa uongo David Maina anawashawishi wafanyakazi wake kuwaibia wa Kenya hata zaidi. Kumaanisha kwamba hakuna TV yezi perform. Yule kijana alikuwa producer yake mtu nani? Alipiga 165,000 kinoti. Ilikuwa tu siku ya kawaida tu. Presenter amechelewa saa 3 imefika hajakuja. Kinoti alikuwa ameshasema nataka kuwa presenter akaingia na akafanya. Alipata 165,000.
na wakati kumetangwa kama saa hii. So ikaamizi kumaanisha there's nobody who cannot perform. It was his very first show kufanya kwa TV. Ndio alikuwa nayo kwa picha ni kwamba amesikiza presenters vile wanaongea akapata the knowledge on the same. Kinachoshangaza ni kuwa katika wizi huu anawaombea wafanyakazi wake wawe na mavuno ya kutosha. So ningesema kwa nikiangalia hizo story zangu, Mungu apatie nguvu, awapatie uvumilivu. Tumepata arafa za M-Pesa kuonesha jinsi Wakenya wamekuwa wakituma pesa wakiwa na matumaini makubwa ya kushinda. Na kwa taarifa zote zile za M-Pesa, wanaocheza wakidhani ni washindani wawili au zaidi, huwa hakuna mwingine wanacheza naye kwa kushindana ila ni Mkenya mmoja kwa wakati. When you send the 10 bob, they see you can clearly see someone with a potential. Oh, sending more. So they then increase their draw. And they had said it's 10,000. Let us say, and I quote whatever they say, kwa sababu umejikwamua kwa haraka, hii draw yetu imeongezeka na imekuwa 50,000. So for you to win the 50,000, you'll have to send 20 bob. That's where they introduce another competitor. Tunazichukua baadhi ya jumbe za M-Pesa kuwatafuta baadhi tu ya wale ambao tumepata nambari zao na walicheza kwenye runinga hizi leo na kesho ama Wednesday before we air it. Kama kuna kitu unataka pia mnaweza yeye. Utaki interview saki. Utaki interview? Ni sababu tunaambiwa uko na TV 7 na tuko na sure kama hizo TV zote ni zako. Tunasema so information mwenye hiyo ni TV kama TV control kuna tofauti ya TV na TV yangu. So kuna the same license. So kama mlikuwa na mambo yenu mnaweza endelea nayo. Kama mnajua ni genuine. Nabii akakasirika na kutuzimia simu. Kabla ya kusitisha mazungumzo ghafla anatuonya. Fanya investigation yenu maliza, mkishamaliza you do whatever. But sibai kuwa summon na TV nyingine. I have a TV station also. I cannot be summoned by a TV station. Yeah. But whatever you do, mjue mhakisha mko na details vizuri maana itakuwa ni kesi. So whatever, just do your investigations as far as you have. But you should just ensure whatever you do is what is right to be done. And we do the right thing. Hiyo tu ndio nakwambia. Na ile inafanyika saa hizi sababu tunaona watu bado wanapoa pesa ya mikopo. Mmetoa barua ya kupeana hizo mikopo? Sasa ndio nakwambia hivi. Do your own investigations because you are the one. Sasa nimekwambia kila mtu ako busy na kazi yake. Mbona uko na ile kazi unafanya, mimi kuna ile kazi nafanya, so everybody should be busy in his own. Kama unasikia hiyo ndio kazi yako, kuchunguza what I do on my TV and doing the right thing, hata hauna haja kumpigia simu. Tulikuwa nataka kukupea, you know, kuna right of reply. Tutaki kufanya taarifa na hatujakupea nafasi. Unajua kabla nifikishe kazi maana nimefikisha, tumeona vitu vingi. So sometimes ufai kujira ukifuatia vitu vingine. Sasa hiyo TV kumeden kukaa nayo hapo sio kitu rahisi. Imekaa na TV muda mrefu. So such things unaongea, tumeona vitu mingi kwa barabara. So let us see what you have to do. Yes. So I don't see the right of a TV station coming to another TV station, what it is doing. So how does it apply? Na kama ni illegal, so haustahili kuulizwa. Unauliza kitu moja, you have a TV station, that is NTV. Yes. So nimekwambia mimi hata hakuna haja kupigiwa simu. Prophet, mimi naitwa Ibrahim Karanja. We have evidence that your presenters name fictitious winners non-existent. Nini hiyo? Non-existent winners kwa hizo draw unafanya kwa TV. Hakuna mtu anashinda. So nikwambia kitu moja. Yes. I don't know what is regarding the ground kuja kunichunguza what I'm doing. Yes. Maana mimi sijakuja kwenu kuchunguza kile mnafanya huko. Tumekuwa na umeenda kuchunguza kama wanawini. Ile siku wenye madhabahu 1 ya Signet